Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita imewafikisha mahakamani watumishi 6 wa umma kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha za serikali na kuisababishia hasara ya zaidi ya shilingi milioni 90. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Juni 17 mwaka 2026, watumishi watatu wa halmashauri ya manispaa ya Geita wanakabiliwa na tuhuma za ubadhirifu wa fedha wa zaidi ya shilingi milioni 48 zilizokusanywa kupitia mfumo wa Local Government Revenue Collection Information System kwa kutumia mashine za kukusanyia mapato, lakini fedha hizo hazikuwasilishwa katika akaunti ya serikali kinyume na taratibu. Watuhumiwa hao ni afisa umwagiliaji wa halmashauri ya manispaa ya Geita Ali Hassan Semfukwe, afisa mifugo Edward Cloyd, pamoja na mkusanya mapato Happiness Readiness Moshi. Katika tukio jingine, TAKUKURU imewafikisha mahakamani watumishi 4 wa mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Geita kwa tuhuma za ubadhirifu wa zaidi ya shilingi milioni 40 kutoka kaunti ya mirathi ya mahakama kuu masjala ndogo ya Geita. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watuhumiwa hao wanadaiwa kuwalipa watu wawili ambao hawakuwa na madai ya mirathi, kisha fedha hizo kurejeshwa kwa njia ya miamala ya benki na simu katika kile kinachoelezwa kuwa ni mpango wa kickback. Watuhumiwa katika shauri hilo ni afisa hesabu mkuu Bulemo Yuda Mswaga, msaidizi wa hesabu Messi Geoffrey Magezi, mhasibu Band Donatus Kafene na dereva William Johnny Mbwambo. Aidha, TAKUKURU imeeleza kuwa watuhumiwa hao walishirikiana na watumishi wengine kutoka taasisi mbalimbali za serikali ambao ni fundi sanifu wa chuo cha utafiti wa madawa Mwanza Menandi Mbena na muuguzi wa hospitali ya rufaa ya Bugando David Thomas Moshi. Kwa mujibu wa TAKUKURU mkoa wa Geita, watuhumiwa wote wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Geita Juni 17 mwaka 2026 na kufunguliwa mashauri 4 yanayohusiana na tuhuma hizo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.